Vibration TV, burudani maskani pako. Na mazuri yake ameyafanya, ambaye ameyafanya. Acha niingie katika hotuba, nisije nikampondea kiongozi wangu muda wa kumaliza ibada. Kwenye hotuba yangu ninaandika Michechi 34 Kadafi, Station Carmel, Kabili Nyarugusu, ni tarehe 7 leo mwezi wa kwanza 2026. Hotuba fupi ya maisha ya marehemu, maisha yake ya kiroho ndio nitasema tu. Familia imeshasema licha kwamba iligusia jambo fulani ambalo lilinihusu. Yote kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Reverend Pastor Mamia Mangu aliokoka mwaka wa 1958 alikuwa ameokoka. Mwaka wa 1964 akabatizwa katika maji mengi. Huduma na kazi kanisani. Katika mwaka wa 1970 alikuwa mkurugenzi wa vijana kwenye Station Kaboke. Na wakati huo pia maandishi alisahau maneno haya. Na wakati huo pia yeye ndiye alikuwa mwanzilishi wa ujana katika dhehebu la Kadafi au katika kanisa la Kadafi. Wakati ule bado tuko pamoja, tujaachana na Ambe, walikuwa wanaambatana na mtumishi marehemu Ikuku. Wao ndio walikuwa waanzilishi waundaji wa chama cha vijana katika dhehebu la Kadafi. Hizo ni kazi zake ambazo aliendelea kuzifanya angali mzima. Mwaka wa 1985 hadi mwaka wa 1994 alikuwa laika wa community ya Kadafi, community nzima ya Kadafi. Huyo alikuwa anahusika, alikuwa kama laika. Kwa maneno mengine, laika ni mtu ambaye anaingia sehemu yoyote bila mipaka. Kitokea jambo fulani, yeye alikuwa anaingia. Hata katika ni ofisi ya representant alikuwa anaingia ili aojiane na representant, nini kinaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndani ya miaka hiyo ya kuwa laika, Mungu alimtuma pale Kiliba Ondese, wale ambao watu wa Uvira wanajua hili, kufanya kazi ya Injili. Na hapo akafungua chapele kwenye kijiji cha Kitona inayoitwa Beroya. Yeye ndiye alianzisha kijiji pale Kiliba katika huduma yake ya kuwa laika. Hakuwa laika tu, ila Mungu pia alimfunulia, alimuongezea kipaji kingine cha kuwa nani? Mwinjilisti. Na wewe kama kwa mwinjilisti, anza tunataka tusikie umefungue vingapi huko para kutusumbua na mabarua za kanisani. Nakuta mwinjilisti analomba nafasi kanisani, naanza kukataa hapa kwa mwinjilisti kunilomba hapa, nikwambia wewe barabara. Huduma hapa Kabili inasema huduma zake za kiroho. Mwaka wa 1996 aliingia hapa Kabili akiwa mzee wa kijiji cha mashapele yetu ya Bene kwenye Station Jene, kipindi kile ilikuwa inaitwa Jene. Mwaka wa 2007 akabarikiwa kuwa mchungaji wa kile kijiji cha Bene. Mwaka wa 2013 alibarikiwa kuwa Reverend Pastor asiyekuwa na kituo, Reverend Pastor sans poste. Kati bado tuko na Reverend Sikasabwa Bomba. Mwaka wa 2014 ndipo akapewa nafasi ya kuwa kiongozi wa Kadafi Jene zamani zile, ambao ni Station Carmel leo, chini ya utawala, chini ya uongozi wa Reverend Sikasabwa Bomba. Mwaka wa 2014 hadi mwaka wa 2015 2014 akawa mwangalizi makamu wa umoja wa kanisa wakati wa mwangalizi Basomba Esombola.
walitumika na mzee Songola yeye kama makamu. Mwaka huo pia wa 2014 ndipo alianzisha mradi wa jengo hili. Niseme kwamba huu mradi ulianzishwa na Reverence Kasabo ukafeli mazima kabisa. Ufeli mazima. Majue kujue ilikwenda wapi tumingine, lakini wakati amepewa nafasi akapewa kofia akaanzisha mradi ambao umeuona, mradi mkubwa wa mita 36 kwa 17. Anastahili kupongezwa. Hebu shangilia kwa hiyo utukufu. Yes. Mwaka wa 2014 hadi 24 baba yangu akastaafu kwenye uongozi wa Kadafi Jean pamoja na uongozi wa Kadafi kambi, basi sisi tunaitaka wilaya. Akawa amestaafu, na Dikila alisema kwa umoja wa makanisa ndio siku alitaja jina la Hippolyte, ndio siku alitaja jina la kiongozi wangu hapa ambaye amesimamia hiyo ibada leo. Elimu ya Biblia kama ilivyosema familia, mchungaji wangu alienda Nairobi kusoma chuo cha Biblia na baadaye alirudi, aliendelea kuingia kwenye vyuo vingine, akaingia PEFA, akaingia kama nilivyosema. Na baada ya kumaliza masomo ya Biblia, yeye pamoja na Koipeme leo Reverend Chok Ayub ambaye ni Koipeme anaangalia maisha ya kanisa ya Community ya Kadafi, walifungua chuo cha Biblia hapa Kadafi ambacho ilikuwa inaitwa IBK, Institut Biblique Kalembelembe de Nyarugusu. Zaidi ya ile pia alikuwa mwalimu kwenye chuo cha Biblia pale PEFA TCC. Mungu abarikiwe sana. Ninataka niseme shukrani ambayo nimelazimishwa na Community. Huyu kijana anayesimama hapa iko live na representa wangu, bila iko nafuata mzunguko wote hapa. Representa wangu ameniomba kwamba nitokeze shukrani za upekee ambazo sijawahi kuona kusikia. Baba yangu Reverend Mami Amango alifanya kitu ambacho kilishangaza. Mwaka wa 1980 kulikuwa mkutano wa vijana shamba Lulimba. Kipindi kile bado yuko mkurugenzi wa vijana. Ninasema hizi ni shukrani kutoka Community, na ni lazimu niseme hiki ili watu wajue matendo ambayo alikuwa anaifanyia Community. Pia aliwekeza naziri. Ni wangapi wameweka naziri hapa? Hasa watu wa mamimba, kisha kwa mjamzito naziri zinaanza. Umeshagomboa? Aliweka naziri mwaka wa 1980. Mimi nitoka tena kwa Kongo. Akaweka naziri kwamba binti yake wa kwanza alimtoa sadaka kanisani. Akasema huyu akiolewa, mali ya huyu nitaingiza kwenye mfuko wa kanisa. Na ni kweli kwamba baada ya baba yangu kupatwa na magonjwa, watu wanasema kipindi cha magonjwa kinifanya nini? Binti yake wa kwanza yuko Australia. Baada ya kuolewa, pesa zote zile zimepitia mikononi mwa Hippolyte, zikasukumwa makao makuu ya Community. Jina la Bwana libarikiwe. Representana niseme hiki tena kwa wazi. Kwa mapato ya binti yetu, kwa mapato ya dada yangu, Community ya Kadafi ina uwanja mkubwa Dar es Salaam kwa nguvu ya naziri ambayo imekuwa imeiwekeza kwa ajili ya Community. Bwana Yesu asifiwe sana.
Nilikuwa na mengi sana ya kusema, lakini niishie hapa. Imefanyika pa Nyarugusu tarehe 7/1/2026 kwa niaba ya Transcatholic Cathedral Station Karmeli, Reverend Hippolyte Ramadhani, mchungaji mwangalizi, na Mungu awabariki. Asante Mungu. Asante. Bwana Yesu. Vibration TV, burudani maskani pako.